Andika mitego mitatu inayosababisha maisha ya maangamizo kwa muamini. Mitego mitatu inayosababisha maisha ya maangamizo kwa muamini. Mitego mitatu inayosababisha maisha ya maangamizo kwa muamini. Nimeweka makusudi mitego mitatu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mitego mitatu inayosababisha maisha ya maangamizo kwa muamini. Kile kitabu cha Hosea sura ya 13, Hosea sura ya 13, Hosea sura ya 13 ule mstari wa 9. Biblia inasema hivi: haya ndiyo maangamizo yako, Israeli, ya kuwa wewe u kinyume changu mimi, kinyume cha msaada wako. Narudia tena, haya ndiyo maangamizo yako, Israeli, ya kuwa wewe u kinyume changu mimi, kinyume cha msaada wako. Bwana Yesu alibariki neno lake. Sahau nimesema mambo ambayo yanasababisha maisha ya maangamizo kwa muamini. Tunapozungumzia maangamizo ama kujiangamiza, tunazungumzia kujiharibu. Kujiharibu. Tunapozungumzia maangamizo, tunazungumzia kujiteketeza. Tunapozungumzia maangamizo, tunazungumzia kuingia kwenye matata au hatari. Tunapozungumzia maangamizo, tunazungumzia fanya maisha ya mtu kuwa ya hasara. Kwa hiyo anaposema haya ndiyo maangamizo yako, Israeli, anazungumzia juu ya wao kujiharibu, anazungumzia juu ya wao kujiteketeza, anazungumzia juu ya wao kuingia kwenye matata au kuingia kwenye hatari, au anazungumzia wao namna ambavyo wamefanya maisha yao kuwa ya hasara. Kwa hiyo ni mstari ambao unatuonyesha wazi kabisa juu ya wana wa Mungu. Kumbuka, anaposema Israeli anamaanisha watoto wa agano. Anazungumzia wana wa Mungu. Kwa lugha ya sasa hivi tutasema waliookoka, waliozaliwa mara ya pili, waliomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yao. Sasa anawaambia
pamoja na kwamba ni wana wa agano, pamoja na kwamba ni wana waliozaliwa na Mungu, pamoja na kwamba ni wana ambao Mungu amewachagua, lakini maisha yao yako katika mkao ambao Mungu hajakusudia. Ndio maana anawaambia kwenye hiyo Hosea, anazungumza, anasema haya ndiyo maangamizo yako, haya ndiyo maangamizo yako. Haukuwa mpango wa Mungu waangamizwe. Nimesema kuangamizwa maana yake kujiharibu. Maangamizo yanazungumzia habari za kujiteketeza. Maangamizo yanazungumzia habari za kuingia matatani au kuingia kwenye hatari. Maangamizo yanafanya maisha ya mtu yawe na hasara. Sasa sio Mungu aliyesababisha, ni wao wenyewe ndio wamesababisha. Sio Mungu aliyeweka hiyo hali iwe kwao, ni wao wenyewe ndio wamekuwa vivuruge vya maisha yao. Sio Mungu aliyependa wawe hivyo, lakini ni wao wenyewe wamefanya maisha yao yawe hivyo. Kwa hiyo maisha ya maangamizo na maisha ya mateso, ndiyo Mungu anaambia haya ndiyo maangamizo yako. Manake mnasababisha nyie, manake nyie ndio sababu, manake nyie ndio causative, manake nyie ndio mnayaweka hayo mambo yapate kuwapata. Siku zote maisha ya Mungu kwa mwanadamu, Mungu anamwazia mazuri. Chapie Bwana Yesu makofi. Anasema Mungu mawazo yake ni mema, kutupa sisi mafanikio katika siku zetu za mwisho. Na mara kwa mara tunapokuwa tunaona changamoto za watu waliokoka, si rahisi wengi wakajiuliza sababu ni nini. Tunaweza tukamsingizia shetani mchana na usiku, lakini kuna sababu wakati mwingine mtu mwenyewe anasababisha, mtu mwenyewe anafungua mlango. Ndio maana Biblia inasema wala msimpe ibilisi nafasi. Manake unaweza ukafungua room akaingia, unaweza ukafungua mlango akaingia. Sasa anaposema usimpe ibilisi nafasi, manake kuna uwezekano wa mtu mwenyewe kufungua mlango kwa shetani kuja. Na haya ni mambo ambayo shetani akishaingia, anaingia kwenye hali ya uharibifu, lakini kafunguliwa mlango, kafunguliwa mlango. Ndio maana naambia haya ndiyo maangamizo yako, Israeli. Ni mwana wa agano lakini yuko kwenye maangamizo. Ni mwana wa maagano lakini yupo kwenye mateso. Ni mwana wa maagano lakini maisha yake yako matatani. Ni mwana wa maagano lakini maisha yake yako hatarini. Ni mwana wa agano lakini maisha yake ni kama vile anateketea. Sasa Mungu anawaambia wao ndio wamesababisha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya. Unaweza ukawa ni mtoto wa Mungu, lakini usipojua vitu hivi utakutana na huo mstari unasema ni wewe ndio umesababisha, ni wewe ndio umefungua mlango, ni wewe ndio umeachilia uharibifu, wewe ndio umeruhusu hivi vitu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kwa nini anasema haya ndio maangamizo yako Israeli? Manake kwa lugha nyingine anawaambia kuna vitu walipaswa wasivyopaswa kusema, lakini wao walivisema. Kuna vitu wasivyopaswa kufikiri, lakini wao walifikiri. Na kuna vitu ambavyo hawakupaswa kutenda, wao waliyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kuna vitu wasivyopaswa kusema, wanasema. Kuna vitu wasivyopaswa kufikiri, wanafikiri. Kuna vitu wasivyopaswa kutenda, wanatenda. Sasa kama wanafanya vile wasivyopaswa kufanya, wanafikiri yale wasiopaswa kufikiri, wanatenda yale yasiyopaswa kutenda, huwe na uhakika maisha yao hayawezi akaenda katika hali ya baraka. Lazima kutakuwa na uharibifu huko ndani yao. Lazima kutakuwa na maangamizo yako ndani yao. Tutaona maisha ya hatari,
tutaona maisha yenye hasara, tutaona maisha yenye kuharibika, na tutaona maisha ambayo yatakuwa hayana mvuto. Si kila wakati utamsingizia shetani, na wapendwa wengi kila kitu ni shetani. Vingine anasema kwa kweli mimi sijafanya, wao ndio wamesababisha, kwa sababu anapokwenda mbele za Mungu anajitetea. Ndio maana mpendwa, unaponisikiliza lazima ujue, si kila kitu unaweza ukawa unarusha kwa mtu. Kuna vingine lazima ukae chini, ujitathmini na ujiangalie. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unasema nini? Unatenda nini? Unafanya nini? Amen? Amen? Unasema nini? Unatenda nini? Unafanya nini? Ukisha jitathmini namna hiyo, utagundua maisha ya kuharibika inawezekana mlango umefunguka, au maisha ya kujiteketeza mwenyewe inawezekana mlango umefunguka, au maisha ya kuingia kwenye matata na hasara inawezekana mlango wewe mwenyewe umeufungua. Kwa hiyo vyote hivyo vitakufanya urudi kwa upya kwa Mungu kwa ajili ya kutafuta msaada na kwa ajili ya kutafuta neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema haya ndiyo maangamizo yako, Israeli, ya kuwa kinyume changu na kinyume na msaada wako. Unaona vitu viwili amevizungumza. Amevizungumza kinyume cha Mungu, maana yake muasi, na kinyume cha msaada wake, maana yake ni uasi Mungu anavyouchukulia. Wapendwa, tunajua Biblia inaposema uasi, tunajua ni baadhi ya dhambi. Tunajua ni baadhi ya dhambi, uzinzi, uasherati, sijui na nini. Lakini muasi manake anakwenda kinyume cha maagizo ya Mungu. Ndio maana ya uasi. Mungu akisema usimame ukakaa, kwake anaona umemuasi. Mungu akisema tembea ukasimama, kwake, kwa Mungu huyo ni mtu muasi. Uasi siku zote huwa anakwenda kinyume na mamlaka iliyoko. Afati maagizo, afati maelekezo, afati mwongozo wowote ambao katika maisha yake alipaswa kufanya. Mungu anataka tuongoze na tuendeshe. Lakini je, tunafuata yale anayosema? Tunatekeleza yale anayosema? Tunadili na yale anayosema? Hapa anawaambia Mungu anataka wafanye hiki, wao wako kinyume. Mungu anataka atende hiki, wao wako kinyume. Mungu anataka wafanye hiki, wao wako kinyume. Kwa hiyo Mungu anasema wako kinyume na yeye. Wako kinyume na yeye. Na uasi sio wawazi. Uasi huwa ni wa ndani kwa ndani. Hata hapa tu kanisani unaweza kushangaa kiongozi wa ibada anawaambia okay, nyanyua mikono juu. Mtu ya nini? Yaani uasi huwa ni kahali fulani kandani ambako huwa hakataki kutii, akataki kutekeleza kile anachoambiwa. Sasa Mungu anaangalia ndani, anajua huyu mtu pamoja na kwamba hajasema, lakini yuko kinyume na maelekezo, yuko kinyume na maagizo, yuko kinyume na utaratibu, yuko kinyume na mwongozo. Huo ndio unaitwa uasi, ambao Mungu anasema pia ndio unawaangamiza wengi. Wapendwa, katika maisha ya mafanikio na maisha ya utele, maombi peke yake huwa hayatoshi. Usifanye maombi kama sehemu ya kumuonga Mungu wakati si mtekelezaji wa kile ambacho Mungu anafanya au anasema au anataka. Siku zote omba msaada wa Mungu mkubwa ili upate kutembea kwenye utii na maelekezo na mwongozo anaokupa. Kwa sababu baraka za Mungu ziko mwisho wa utii. Baraka za Mungu haziko mwanzo wa utii.
Ukishatii ndio unakula mema ya nchi. Kwa hiyo unaweza ukafikiria maombi na maombezi ndio tiketi peke yake ya kuweza kukutoa kwenye hali ya hatari, hali ya maangamizo na hali ya shida. Si kweli. Hiyo ina sehemu, lakini kuna sehemu kubwa ya wewe kujikita katika kufuata maelekezo ambayo Mungu anakuwa anayaachilia kwa ajili ya maisha yako. Hiyo ni salama, kwa sababu nyuma yake kuna baraka ambazo Bwana amekusudia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa lugha nyingine, kutokana na mstari huu, Hosea anazungumza kwamba uharibifu wa watu wa agano na Mungu, wana agano na Mungu, huwa wanajisababishia. Ndiyo anachosema hicho, huwa wanajisababishia. Narudia tena, kwa lugha nyingine anasema uharibifu wa watu wa agano, wana agano na Mungu kabisa, wamenunuliwa kwa damu ya Yesu, wameamini juu ya damu ya Yesu, wameamini juu ya kifo cha Yesu pale msalabani, wameamini juu ya mauti ya Yesu kabisa, na ndani yake wana ahadi nyingi sana. Uharibifu wao, maangamizo yao, kujihatarisha kwao, kujiteketeza kwao, kuyafanya maisha yao yawe na hasara, sehemu kubwa huwa wanajisababishia wao wenyewe. Kwa sababu gani? Wanafikiri wasivyopasa kufikiri, wanasema wasiopasa kusema, na wanatenda wasiopaswa kutenda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Okay, leo nataka nizungumzie kidogo juu ya masuala ya agano la maisha marefu, alafu niunganishe na huo mstari wa Hosea ili upate kujua kinachoendelea. Ukisoma kwenye Biblia, kuna ahadi nyingi sana kwa mtu aliyeingia kwenye agano. Kuna ahadi nyingi sana ambazo Mungu ameziweka katika package iliyo ndani ya agano ambalo Mungu ameweka. Agano maana yake mkataba, agano maana yake makubaliano. Na ni sawasawa labda na mtu ameoa. Anapooa maana yake anaingia kwenye agano. Sasa ndani ya ndoa kuna mambo yanayotakiwa yaendelee kwenye agano. Na hivyo hivyo Mungu ameingia katika mahusiano yetu na sisi kwa njia ya agano la damu yake. Na kuna vitu vingi ambavyo ameviahidi. Ndio maana kama hauna muda wa kujiuliza ili upate picha ya Mungu inavyosema kwamba kwa nini shida hii ipo, kwa nini tatizo hili lipo, ukijiangalia wewe mwenyewe, ukijiangalia wanaokuzunguka, ukiangalia mienendo yako, ukiangalia maisha yako, wewe mwenyewe uwe shahidi wa mambo yako. Usipotengeneza utaratibu wa kujitathmini na kujiangalia, itakuwa kila wakati unasingizia wengine wakati tatizo ni la kwako. Kila wakati unawasingizia wengine wakati chanzo ni cha kwako. Hii ndio inasababisha sehemu kubwa vitu vingi slow down, visiende mbali zaidi. Sasa agano tulilo nalo katika damu ya Yesu lina ahadi nyingi sana, lakini mojawapo ni ahadi ya maisha marefu. Sema maisha marefu. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Bwana Yesu asifiwe. Maisha marefu ni mojawapo ya baraka tunazozipata katika agano tuliloingia na Kristo. Lakini usipokuwa makini, unaweza ukajikuta maisha yanakatishwa, hayafikii kwenye ukamilifu, hayafikii kwenye utimilifu, kwa sababu ya kutokujua kile ambacho Hosea 13:9 amesema. Kwa mfano,
ile Hosea 13:14. Hosea 13:14. Anasema hivi: nitawakomboa na nguvu ya kaburi. Angalia anavyosema, nitawaokoa na mauti. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Kaburi, ku wapi kuharibu kwako? Kujuta kutafichwa na macho yangu. Angalia anavyosema, Mungu anatukomboa na nguvu ya kaburi. Kuna nguvu ya kaburi, alafu pia anatukomboa na nguvu ya kifo au nguvu ya mauti. Si kamba hatutakufa, lakini tutakufa tukiwa na umri mtimilifu. Haleluya, haleluya. Ndio maana Mungu atacheza na vile vinavyotaka kutuangamiza, kutuua, kutuharibu. Atacheza navyo ili kuhakikisha kwamba tuendelee kuwa hai kwa ajili ya kazi yake na kwa ajili ya makusudi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu anakukomboa juu ya nguvu ya kaburi. Nguvu ya kaburi ni tofauti na nguvu ya mauti, pamoja na kwamba ni ofisi zinazofanya kazi pamoja, lakini chukulie all in all ya kwamba vyote ni mauti ambavyo vinakulenga. Mungu ameahidi kutukomboa na mauti ambayo inakuja kwetu kwa lengo la kutuangamiza, ili tupate kufa kwenye umri ulio mtimilifu, si kabla ya wakati, si kabla ya muda, si kabla ya ule muhula ambaye Mungu amekusudia. Ndio maana anatuokoa na nguvu ya kaburi na anatuokoa na nguvu ya mauti. Chapie Bwana Yesu makofi. Sema, sitakufa, nitaishi ili niyasimulie matendo makuu ya Mungu. Mauti inaweza ikaja kwa njia ya ajali, Mungu anakuokoa. Inaweza ikaja kwa njia ya uchawi, Mungu anakuokoa. Inaweza ikaja kuja kwa njia ya vyakula, Mungu anakuokoa. Inawezekana ni sumu unayoachiliwa, Mungu anakuokoa. Inawezekana unaona unapigwa sindano usiku, kumbe ni sindano ya sumu, Mungu anakuokoa. Inawezekana adui anakuja kama nyoka, anakugonga, wewe na hakika nyoka anaachilia sumu, Mungu anakuokoa. Mungu anapokuokoa ni mojawapo ya ahadi ili upate kuishi maisha marefu, na maisha marefu hayo yawe ni utukufu wake kwa jina lake. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo wakati wote na muda wote Mungu anataka ukae katika hali ya uhai. Watakaa vikao, watakutanika, watapanga, wataachilia mishale, wataachilia kila aina ya mauti, lakini hawatakupata, kwa sababu Mungu ndiye anayekulinda na kukuokoa na nguvu ya kaburi, lakini pia na nguvu ya mauti. Amen, amen. Unaona, hilo ni agano ambalo Mungu ameliweka kwa watu waliomwamini. Ndio maana haupaswi kuogopa, haupaswi kuhofu, haupaswi kuwa na mashaka. Si kwamba hawatakusanyika, lakini watakuwa wanakusanyika, lakini sio kwa shauri la Bwana. Amen, amen, amen. Si kwamba hawataachilia moto upite, utapita, lakini hautakuunguza. Haleluya, haleluya, haleluya. Si kwamba hawataachilia mto ukuchukue, lakini hautakuchukua. Haleluya, haleluya. Si kwamba hawataachilia bonde la mauti, manake hali ya hewa ya mauti, lakini Biblia inasema utapita katika bonde la uvuli wa mauti na wala hautaogopa. Vyote vile Mungu anavyokulinda na kukuhifadhi ni kwamba uishi maisha makamilifu na uishi maisha ambayo yanatengeneza muda na muhula ambao aliyokusudia, ili maisha yako yapate kukamilisha kile ambacho Mungu amekusudia kwa ajili ya maisha yako. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo unaona wazi kabisa ya kwamba katika agano kuna mahitaji ambayo tunayapata kwenye agano kwa njia ya imani yetu ndani ya Kristo Yesu, ambaye ndani yake ina kipengele cha maisha marefu. Tuko sawa sawa?
Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Sema Baba asante kwa sababu sitakufa kabla ya wakati. Sitakufa kabla ya wakati. Hakuna mauti itakayonipata kabla ya wakati. Hakuna kifo kitakachonipata kabla ya wakati. Hakuna uharibifu utakaonipata kabla ya wakati. Nitakufa mwenye umri mtimilifu nikiwa nimeshiba siku, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Watoto wangu hawatakufa kabla ya muda wao. Familia yangu haitakufa kabla ya muda wao. Watakwenda kwenye utimilifu. Magonjwa hayatawapata, mauti haitawapata, kaburi halitawashika, uharibifu hautawapata, maana niko ndani ya agano la damu ya Yesu, ambayo ninaishi wala sio kufa, ninatembea wala sio nimeshikiliwa. Alifanyika fidia maisha yangu kwa jina la Yesu. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo lazima ujue, adui akileta mawazo yake ya kukuua, unaambia adui pole, sitakufa sasa, nitaishi. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Ninasema hawatakuua. Ninasema ajali haitakupata. Ninasema mauti haitakushika. Ninasema kaburi halitakupata. Umeitwa kwa ajili ya kuwa hai. 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 Bwana Yesu asifiwe. Kuna ahadi nyingi ambayo ni wewe kusimama tu ili upate kuona msaada wa Mungu. Hakuna silaha itakayofanyika juu yako itakayofanikiwa. Yote hiyo Mungu anapong'ang'ana na kulinda, unatembea hapa na kulinda, unavuka hapa na gari anakulinda, ni kwa ajili ya nini? Unafikiri ni kwa ajili yako? Si kwa ajili yako, ni kwa ajili yake. Amen? Amen? Si kwa ajili yako, ni kwa ajili yake. Hakuna changamoto itakayo kumaliza. Hakuna changamoto itakayo kuua. Hakuna mazingira itakayo kuteketeza. Wewe ni grupu la walio hai, sio grupu la walio kufa. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Tembea na ujasiri huo. Watakuja lakini watafeli. Watapanga. Unajua Ibilisi Mungu anamwachia, anapiga mahesabu yake ili anakwenda kumalizia, Mungu anatangua. Ni kama vile anataka kufunga goli, Mungu anapangua, anatoa. Yani dakika za mwisho anataka kupiga, anapangua. Alafu anashangaa imekuwa kuaje. Ndio maana ukiwauliza wanashangaa, watakwambia tumekutafuta sana. Wanakuambia tumekutafuta, wewe umetusumbua sana. Kwa nini? Wameweka majaribu na majaribu na majaribu na majaribu, wamechemka. Kwa nini? Tunaishi kwa ajili ya Kristo, sio kwa ajili yao. Tuko za sawa? Nyingine ni kitabu Zaburi 91. Zaburi sura ya 91. Ule mstari wa kwanza mpaka 16. Zaburi sura ya 91, ule mstari wa kwanza mpaka 16. Haya ni maneno ambayo Mungu anazungumza na wewe. Wapendwa, mistari inapotajwa hii ni ya kwako. Sio madaraka peke yake, ni ya kwako pia, na familia yako, na nyumba yako, na kazi yako, na biashara yako. Yachukue, ya binafsishe yawe yako. Amen? Anasema hivi, aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Ndiye anaanza hivyo. Aketie mahali pake aliye juu, akaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiyo kimbilio langu na ngome yangu. Huyo ni Daudi. Bwana ndiyo kimbilio langu na ngome. Kimbilio manake kuna hatari, ngome manake ni mlinzi. Alafu anasema, Mungu wangu nitakaye mtumainia. Kwa hiyo
anazungumza habari za Bwana kuwa ngome, anazungumza habari za kuwa kimbilio, anazungumza habari za Mungu kuwa tumaini lake. Alafu angalia 3 anasema, maana yeye ataniokoa na mtego wa mwindaji. Sema mtego wa mwindaji. Haleluya, sema mtego wa mwindaji. Unajua mitego, kuna mitego ya mauti inaandaliwa. Nilishaikutana na mfanyakazi mmoja ananifanyia kazi, anasema tulikuwa tunamtega, wanaweka kamba ili nipate kupita, nikikanyaga tu ghafla ule mtego unaninasa. Lakini mtego wenye jina la mauti. Ni mangapi Mungu anatusaidia tunapotembea? Ni mangapi Mungu anatusaidia tunapokuwa tumelala? Ni mangapi Mungu anatusaidia tunapokuwa tumeshika? Mungu anatusaidia dhidi ya mitego ya watu ambao wametegesha kwa ajili ya kutumaliza. Ninasema mitego itafyatuka na itawanasa wao kwa jina la Yesu. Mitego ya mauti itawapata wao kwa jina la Yesu. Mitego ya uharibifu itawapata wao kwa jina la Yesu Kristo. Mungu anatuokoa na mitego ya mwindaji. Kuna watu wanaotuwinda lakini Mungu anatuokoa. Kuna watu wanaotutega lakini Mungu anategua ile mitego. Tuko sawa? Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Anasema na tauni, anasema atatukokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Unaona? Katika tauni iharibuyo, kwamba sio tu mitego, lakini kuna yale magonjwa ya mripuko ambaye ndani yake yana nguvu ya uharibifu. Mungu anatulinda, Mungu anatuokoa. Ndio maana Daudi anasema Bwana ni ngome yake. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Haleluya, haleluya. Bwana ni kimbilio na ngome yetu. Unaamka asubuhi unasema, Bwana wewe ndio kimbilio langu na ngome yangu. Wewe ndio kimbilio langu na ngome yangu, kimbilio la watoto wangu, kimbilio la familia yangu, kimbilio la nyumba yangu. Simama kwenye mistari ya Biblia kwa ajili ya kile ambacho Mungu amesema kwa ajili yetu. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Maana yeye ataniokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuye. Kwa manyoya yake atanifunika. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa manyoya ya Bwana akufunike kwa jina la Yesu. Kwa manyoya ya Bwana akufunike kwa jina la Yesu. Kwa manyoya ya Bwana akufunike kwa jina la Yesu. Na chini ya mbawa zake upate kimbilio kwa jina la Yesu. Na chini ya mbawa zake upate kimbilio kwa jina la Yesu. Na chini ya mbawa zake upate kimbilio kwa jina la Yesu. Na chini ya mbawa zake upate kimbilio kwa jina la Yesu. Halafu anaendelea, uaminifu wake ni ngao na kigae. Halafu anasema hutaogopa hofu ya usiku. Kuna watu ikifika usiku hawalali, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo hadhuhuri. Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni. Watu 1000 waanguka, naam, 10,000 mkono wa kuume, na hivyo hautakukaribia wewe. Tuko sawa? Tuko sawa? Simuliona corona, wangapi walianguka ubavuni? Unamwona tepe fulani anaanguka, huyu anatangulia, anaanguka, huyu anaanguka. Vile vifo vya mlipuko ambavyo vinalenga uharibifu. Mungu ameahidi kutulinda kwa sababu yeye ndiyo ngao yetu na ngome yetu. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki, kwa kuwa wewe Bwana ndio kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe. Narudia tena, mabaya hayatakupata wewe. Mabaya hayatakupata wewe. Mabaya hayatakupata wewe. Mabaya hayatakupata wewe. Wala tauni haitakaribia hema yako. 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 Kwa maana atakuagizia malaika zake wakulinde.
kwa maana atakuagizia malaika zake wakulinde. Atakuagizia malaika zake wakulinde. Atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Katika njia zako zote. Katika njia zako zote. Unataka unabii upi? Maana neno la Mungu ni unabii tosha. Neno la Mungu ni unabii, maana linamaliza issue. Linamaliza issue, linaanzisha hali mpya, linaondoa hali ya kale. Ndio maana ya unabii. Unabii sio kusema tu nimeona umekula makande na nini. Unabii una zaidi. Unabii unamaliza tatizo. Neno la maneno ya unabii wa kitabu hichi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Mikononi mwao watakuchukua. Narudia tena, wale malaika mikononi mwao watakuchukua. Nasema mikononi mwao watakuchukua. Mikononi mwao watakuchukua. Mikononi mwao watakuchukua. Mikononi mwao watakuchukua. Alafu sababu ya kukuchukua ni ili usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Amen. Ile kukubeba, wanajua unatembea kiasara tu, unatembea kiasara. Kuna mitego, kuna vizingiti, kuna vizuizi. Uje kusikia wale wachawi, nishaona watoto wadogo wanasema vinapojifunza uchawi vinatafuta, unapotembea vinakuwekea jiwe peupe. Ukijigonga ukaanguka vinacheka. Sasa sisi mikononi mwa malaika tunachukuliwa na hatujikwai miguu yetu katika jiwe. Amen. Hutajikwaa. Narudia tena, hutajikwaa. 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 Hutaanguka. Hutaanguka. Maisha yako hayataanguka. Uchumi wako hautaanguka. Familia yako haitaanguka. Kazi yako haitaanguka. Maana mikononi mwao malaika wamekubeba. Tuko sawa sawa? Haleluya, haleluya. Biblia inasema tena, utawakanyaga simba na nyoka. Hebu simama, kanyaga hivi. Utawakanyaga simba na, rudia tena, sema na kanyaga. Na kanyaga. Na ndio sio Mungu atakukanyagia, we kanyaga. Anasema utawakanyaga simba na nyoka na mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Kanyaga mwana simba, kanyaga joka, kanyaga. Sema ninawakanyaga maadui zangu, ninawakanyaga matesi wangu, ninakanyaga wachawi, ninakanyaga waharibifu wote waliokusudia uharibifu kwenye maisha yangu. Ninawakanyaga kwa jina la Yesu. Ninawakanyaga. Wawe ni vijana, ninawakanyaga. Wawe ni watoto, ninawakanyaga. Wawe ni wamama, ninawakanyaga. Wawe ni wazee, ninawakanyaga. Uwe ni uchawi, ninaukanyaga. Uwe ni utesi, ninaukanyaga. Keti katika uwepo wa Bwana. Unaona wanakusumbua, unaona wanakuhangaisha, unaona wanakuharibu. Kamata majina yao, kamata mazingira yale, andika, kaa kwenye meza yako, unawaambia maadui wote nyie mnaonisumbua mko chini ya miguu yangu. Haleluya. 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 Nenda kinabii. Inasema tutawakanyaga wana simba, tutakanyaga wote ambao wanatusumbua, tuwaweke chini ya miguu yetu upesi. Uchawi wote na kanyaga, shirikina na kanyaga, joka na majoka ninayakanyaga. Unaweka chini ya kila kitu kwenye miguu yako. Huo uwezo Mungu amekupa. Huo uwezo uko ndani yako. Huo uwezo unasubiri uingize kazini udhirike. Hakuna aliye juu yetu. Amen. Sema na kanyaga kila aina ya utesi,
kila aina ya uchawi, kila aina ya silaha, kila aina ya majini, kila aina ya simba, kila aina ya majoka, ninakanyaga wana simba na wakanyaga. Biblia inasema kwenye 14, kwa kuwa amekaza kunipenda nitamwokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amelijua jina langu. Ataniita nami nitamuitikia, nitakuwa Mungu pamoja naye taabuni. Nitamwokoa na kumtukuza, nitamwokoa na kumtukuza kwa siku nyingi. Sema kwa siku nyingi. Nitamshibisha. Sema nitamshibisha. Naam, nitamuonyesha wokovu wangu. Kwa siku nyingi ile ni shibe inayotokana na siku nyingi. Maana yake umekaa miaka ni mojawapo ya agano ambalo Mungu ameliweka. Kwa hiyo waje na magonjwa, waje na madhaifu, simama katika hiyo ahadi ya kiagano kwamba kwa siku nyingi Bwana utanishibisha. Haijalishi agano la Mungu la maisha marefu katika maisha yako, kwamba agano la Mungu la maisha marefu ni mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, si ndio? Haijalishi. Lakini maangamizi binafsi yanaweza kulifanya lisifanye kazi. Hizi triki nitakazozungumza 3 zinaweza zikafanya hilo agano lisifanye kazi. Ndio maana anawaambia wana wa Israeli, walipaswa kuwa hivi lakini wako hivi, walipaswa kuishi hivi lakini wako hivi. Kwa hiyo haijalishi kwamba ni mapenzi ya Mungu uwe na maisha ya furaha, mafanikio, maisha marefu, lakini usipojua hizi tekniki za mitego ya adui, inaweza ikashorten, ikasababisha usifikie kule ambako Mungu anataka ufike. Kwa nini? Mungu aliwaambia wanaenda Kanani, lakini kuna watu hawakufika Kanani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa nataka nikupatie vitu 3 vya haraka ambavyo viangalie sana ili usije ukaangamiza maisha yako mwenyewe. Cha kwanza kinaitwa kiburi. Kiburi kinaweza kikafanya mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako uyasikie tu kwenye redio. Kiburi kinaweza kikafupisha maisha ya mtu. Angalia sana hivi vitu. Aidha kama kiko kwenye maisha yako, kama hujajifunzaga kuomba, anza kuomba, kwa sababu watu wenye kiburi hawafiki mbali. Ndani yake ni mtego ambao adui anauchomeka kwa ajili ya kumwangamiza kabisa. Sasa sikiliza ile Mithali 16 ule mstari wa 18. Mithali 16 mstari wa 18. Angalia Biblia inavyosema. Inasema hivi, kiburi utangulia uangamivu. Sasa angalia maisha ya maangamizo. Na roho yenye kutakabari utangulia maanguko. Kiburi utangulia maangamizo, na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Kwa hiyo unaona, kabla ya maanguko kiburi kinaanza kwanza. Kabla ya uangamivu kiburi kinatangulia kwanza. Kwa hiyo adui anajua
ili akumalize na ili akufute, anaachilia roho ya kiburi ndani. Akishaachilia roho ya kiburi ndani, maana yake unaanza kujiona wewe ni bora zaidi ya wengine, wewe ni wa maana zaidi ya wengine, wewe ni wa thamani zaidi ya wengine. Wengine ni kama manyau, wengine hawana maana yoyote. Anakutengenezea hiyo hali ili uanze kujiona, akijua ikisha ingia ndani yako, anakaa mbali shetani. Anajua wewe ni ugomvi wa wewe na Mungu kwenye hilo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hali ya mtu kujiona ni bora kuliko wengine, huduma yake ni bora kuliko wengine, kazi yake ni bora kuliko wengine, utumishi wake ni bora kuliko wengine, shughuli zake ni bora kuliko wengine, kinafuatana na maangamizo. Unajua kuna mtego umetangulia tu, lakini mbele unakunasa sawa sawa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Anasema kiburi utangulia uangamivu. Mtu mwenye kiburi huo unamuona kwenye TV, huo unamuona kwenye Facebook, lakini unaona ndani ni kujisifia na kujivuna kuanzia asubuhi mpaka jioni. Usiwe na shaka, ujue huyo hana muda mrefu, mbele yake kuna maangamizo na mbele yake kuna uharibifu. Uje kuona hata sisi watumishi ni kujisifia dini 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 dini, kama vile Yesu alileta dini duniani. Ni dini dini yetu dini yetu dini yetu dini yetu, asubuhi wala usionashika. Kuna wakati Mungu atatikisa hiyo misingi na utaanza kuona vitu vinapukutika na mambo ya ajabu yanaanza kuonekana, wakiwa wanaelekea kwenye hali ya uharibifu. Siku zote mtu mwenye kiburi huwe na uhakika maangamizo yako nyuma. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Haijalisha na kanisa la watu wengi, wala usijali hilo, maana neno la Mungu ni hakika. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo 4 mstari wa 6 mpaka wa 8. Yakobo sura ya 4 ule mstari wa 6 hadi wa 8. Biblia inasema, lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Nataka utulie mstari moja, anasema Mungu huwapinga wajikuzao na huwapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo kiburi ni tofauti na unyenyekevu, ni kinyume cha unyenyekevu. Na hajasema shetani huwapinga wenye kiburi kwa sababu yeye ndio mwanzilishi. Anasema Mungu ndiye anawapinga wajivunao na wenye kiburi. Kwa hiyo ugomvi wa mtu mwenye kiburi hauko baina yake na shetani, uko baina yake na Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si mnamkumbuka Farao? Mungu ameachilia ujumbe ili apate kuachia watu wake utumwani. Lakini angalia sentensi na lugha ya Farao. Anasema, Bwana ni nani hata nimsikilize? Mimi simjui Bwana. Ni lugha ya kiburi. Na sikilizia mwisho wa Farao. Ulikuwa mzuri, aliondolewa. Siku zote kiburi kikianza, huwe na uhakika kinafuatana na maangamizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtu mwenye kiburi hapambani na shetani, mtu mwenye kiburi anapambana na Mungu.
Aidha ni kiburi kwenye utumishi, aidha ni kiburi kwa sababu na taaluma fulani, ama kwa sababu na ujuzi fulani, ama kwa sababu na kipawa fulani, ama kwa sababu na zawadi fulani. Kuna kitu unaanza kujivunia na kuona kwamba wengine si bora kuliko wewe, wengine sio wa thamani kuliko wewe, wengine. Hali hiyo inapoanza kujengeka ndani na hujaamua kuishughulikia, baada ya muda tunakusikilizia mochwari. Bwana Yesu asifiwe. Farao alifagiliwa mbali kwa sababu ya kiburi. Kwa nini? Kiburi kinapotokeza, maangamizo pia yanafuata. Usije ukasahau. Wale waliokuepo juma ngapi niliwaambia zile roho zinafuatana. Inafuata hii, inafuata na hii nyuma. Ndio maana lazima umwambie Mungu aondoe kiburi. Sema, Baba, katika jina la Yesu, nipe neema ya kushinda hali ya kiburi ndani ya mawazo yangu, ndani ya maneno yangu, na ndani ya matendo yangu. Kwa jina la Yesu Kristo, nipe roho ya unyenyekevu, kwa sababu wewe unawapinga wenye kiburi, unawapa wanyenyekevu neema. Nipe kunyenyekea, kuwaona wale waliokufa kwa ajili yao pia ni wa thamani. Kwa jina la Yesu Kristo, ondoa ndani yangu kabisa kiburi. Ondoa hali ya kujivuna zaidi, ondoa hali ya majivuno zaidi, iwe ni ya kikarama au kihuduma au kimaombi. Nipe kuona kuwa mimi si kitu, bali wewe Mungu unayefanya hayo. Kwa jina la Yesu Kristo, hata ukinitumia na watu wakasema nisione kwamba ni mimi, nione kwamba ni neema yako imenisaidia. Kwa jina la Yesu Kristo, hata ukiponya wagonjwa kupitia mikono yangu, nisione mikono yangu, nione mikono yako. Hata kama ukinifanikisha kifedha, nisione ni juhudi zangu, nione ni neema yako ndani ya maisha yangu. Ondoa hali ya kiburi ndani ya maisha yangu na katika njia zangu. Kwa jina la Yesu, nipe roho ya unyenyekevu, nipe roho ya unyenyekevu, nipe roho ya unyenyekevu kwa jina la Yesu Kristo. Chapie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Si mnamkumbuka yule tajiri alisema, nimelima, nina mazao, magara yamejaa, nafsi yangu jipe raha, kula bata, jifurahishe kwa sababu umeyafanya hayo. Alafu pale pale Mungu akasema, mpumbavu wewe, usiku nataka roho yako. Kwa sababu hakujua kumtukuza Mungu, ikawa kwake, akafa. Kiburi kinafupisha maisha ya mtu. Unaangalia kama unijui, bila mimi keyboard hawapigi. Nenda, watakuja, utashangaa. Ndio maana mimi huwa nasema pasipo Yesu mimi siwezi. Lakini mtu hiyo sentensi naikataga kabisa hiyo. Na nikishaona dalili mtu anasema pasipo yeye, naona kuna kamungu kadogo kameanza kutokeza hapa. Kuna kitu fulani kameanza kuibuka ndani ya mtu ambako sio kazuri. Kasipo minywa, yule mtu utampoteza. Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbuka mfalme Herode amekaa kwenye kiti chake cha kifalme ili ahutubie, alafu ghafla yale makutaniko yanasema, hii sio sauti ya Herode, ni sauti ya Mungu. Mungu akachungulia, akasema, hajanipa utukufu. Biblia inasema akaliwa na chango. Unajua kuliwa na chango? Aliliwa na minyoo. Ogopa sana silaha hii ambayo adui anatumia, kiburi. Ogopa sana. Yaani weka mbali. Ukishaona mawazo yanakuja, pangua, kwa sababu Mungu achukuriani utukufu na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wamekuja, leo umeimba bwana, leo umeimba sana, mjanja wanasema, Bwana Yesu, hii sio yangu, hii ni yako, chukua utukufu. Mbeba uchukue uone, uchukue uone.
Baada ya muda katabia kanaibuka, kanajengeka, mwisho unaanza kujiona ni mimi tu. Kanisani hapa ni mimi tu. Wewe sio wewe, Yesu ndio yeye tu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwani wakati wa huduma Yesu tulikuwa na vyombo hivi? Tulikuwa tuna keyboard, anatembea na wapiga keyboard wake, anatembea na wapiga vyombo vyake. Lakini bado mambo yalifanyika. Amen? 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 Ndio maana lazima ujituni na ukubali ya kwamba pasipo Yesu wewe hauwezi. Chochote kile unachokifanya pasipo yeye. Sasa kama ndani unachukua utukufu ni wewe, uharibifu ni wa kwako mwenyewe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Agano la maisha marefu linafupishwa na mtu mwenye kiburi. Wale wanajua kuomba, wale hawawezi kitu. Wale wanajua kusifa, hajui chochote. Ukiona lugha ya hivyo, huyu mtu asiposaidiwa, baada ya muda ni jengo limejengwa ndani yake. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Ni sumu. Ni sumu. Kwa hiyo wakati kiburi kinaingia ndani ya mtu, huwe na uhakika maisha marefu yamelengwa. Wakati kiburi kimeingia kwenye mahali, uwe na uhakika maisha marefu yamelengwa. Kikiingia humu ndani, maisha marefu yanalengwa. Kikiingia kwenye familia, maisha marefu yanalengwa. Kikiingia kwenye huduma, maisha marefu yanalengwa. Kikiingia kwenye familia, maisha marefu yanalengwa. Elewa adui anavyofanya kazi, usiende kichwa. Tuko sawa? Tuko sawa? Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu, nifungue mimi na kiburi vyote ndani yangu na katika mawazo yangu na katika matendo yangu. Nifungue mimi na roho ya kiburi, na roho ya kiburi, na roho ya kiburi. Nifungue Yesu kwenye mawazo yangu na kwenye matendo yangu. Nifungue dhidi ya hii roho inayolenga maisha yangu kuyaangamiza. Nifungue Yesu. Nifungue Yesu. Nifungue Yesu. Nifungue Yesu. Nifungue Yesu. Nifungue Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Elewa, anza kuona vitu ambavyo Biblia inaeleza. Ndio maana mimi nikiona mtu ninaenda kwenye mistari, ninajua afiki mbali. Afiki mbali. Afiki mbali. Afiki mbali. Hata awe na makusanyiko hapa na kule, afiki mbali. Ndio maana unaposikia watu ni kujisifia tu kwenye redio, kujisifia tu kwenye TV, ni kujisifia kushoto na kulia. Jua hawa watu, wewe umesoma leo, nimekuambia ni mtego. Roho ya maisha marefu inalengwa ndani ya maisha yao. Shetani alitolewa kwa sababu ya kiburi. Alijiona. Kwani alifanyaje? Alijiona tu, watu wakamsifia, akajiona, akajiangalia, akaangalia, tayari ukawa ni mtego kwake. Umuone Yesu kila wakati, sio jione wewe. Amen? 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 Haya, hiyo mbinu, mtego wa pili. Huo wa kwanza nimesema ni juu ya kiburi. Ya pili ni mtego ni juu ya uovu. Juu ya uovu.
uovu. Mithali ile sura ya 10, Mithali sura ya 10 ule mstari wa 27, Biblia inasema kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu. Unasikia? Kumcha kwaongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Kwa lugha nyingine nasema miaka yao waovu inafanya nini? Inapunguzwa. Angalia, wewe unaona Baba niongezee wingi wa siku, au angalia mistari inavyosema. Inasema kumcha Bwana kwaongeza siku za, maana yake nikitaka niwe na maisha marefu lazima nijifunze kumcha nani? Bwana. Si ndio? Si ndio? Si ndio? Haya, twende kwenye Mithali 8 ule mstari wa 13. Anasema hivi, kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno na njia mbovu na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Angalia, nataka tuele mstari wa kwanza. Anasema kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Unapozungumzia mtu anayemcha Bwana, maana yake anachukia uovu. Sawa sawa? Sawa sawa? Anachukia uovu. Kwa nini? Uovu unapokuwa kwa mtu ambaye hamchi Bwana, miaka ya huyu mtu inapunguzwa. Tuko sawa? Tuko sawa sawa? Acha ile Bwana alitoa, Bwana alitoa, achana na hizo. Nasema Biblia inasema mtu anayemcha Bwana siku zake zinaongezwa. Mtu ambaye anatembea kwenye uovu siku zake zinapunguzwa. Kuna mmoja wakati tunaweka alama ya jengo hili, nilikuwa ninamfahamu, alikuwa ni askari mwenzangu, alafu baadaye akafukuzwa. Alafu akaanza kubana eneo la kanisa. Akaanza kulibana eneo la kanisa. Nikasema huyu hana muda mrefu. Na kweli hakuchukua raundi, alikatika. Sikiliza jamani, uovu malipo yake ni miaka kufupishwa. Tuko sawa? Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Kaa mbali na uovu. Sawa? Kaa mbali na dhambi. Nimesemaje John? Kaa mbali na hivi vitu, havina lengo zuri. Haya mambo ambayo adui anakusukuma hayana lengo jema. Uovu na malipo yake ni ghafla. Haya, HIV umepata, umedangadanga huko, HIV umepata, baada ya muda unakufa. Tayari miaka yako ambayo Mungu alikuwa amekusudia imekata. Kwa hiyo lazima uwe mkali, ndio lazima chukia. Kwa sababu gani? Itashorten maisha yako, itafupisha maisha yako. Huku ndiko kuangamia kwako, Israeli. Sasa wewe sema tu Mungu amenipa neema ya kuishi maisha marefu ndani ya uovu, ndani ya uzinzi, ndani ya uasherati, ndani ya ulevi. Kila kitu wewe uko mtaani, wewe ndio wewe, wanapita tu, wanapita. Alafu utegemee uwe na maisha marefu. Biblia ilishakataza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kumcha Bwana ni kujitenga na uovu. Sisi tunataka tusione, lakini Mungu anaona. Na inaweza karibu sana maisha ya mtu. Ni kwa sababu watu hawajakaa kufundishwa kama hivi kwamba dhambi ni nini. Wanafikiria ni vitu vidogo vidogo vidogo, kumbe kuna vitu ambavyo wakiviendekeza kwenye maisha yao vinapunguza miaka yao. Unataka kuwa na maisha marefu? Mche Bwana, jiepuke na uovu. Amen.
Unataka kuwa na maisha marefu? Mche Bwana, jiepushe na uovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko sawa? Hivi vitu hutavikuta vinazungumzwa sana makanisani kwa sasa, kwa sababu tumelenga kwenye baraka, tumelenga kwenye magari, tumelenga kwenye majumba, lakini haiondoi ukweli wa kile ambacho Biblia imesema. Tuko sawa? Tuko sawa? Mbinu ya tatu ama mtego wa tatu ni uchungu. Hii mitego ukikaa nayo vizuri, ukaipangua vizuri, maisha yako utaona yanakwenda vizuri. Kaa mbali na kiburi, ondoa uovu kwenye hema yako, kaa mbali na maisha ya uchungu. Uchungu ni sumu ya moyo. Andike hivyo. Uchungu ni sumu ya moyo, inakuua kimya kimya. Uchungu ni sumu ya moyo. Uchungu huwa unameza nguvu ndani ya mtu, haimwachi mtu salama. Uchungu ni sumu ya moyo. Uchungu unameza nguvu ndani ya mtu, na uchungu unaondoa uzima wa Mungu ndani ya mtu, lakini pia inaondoa hali ya kujiamini kwa mtu. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Mstari wetu wa mwisho, Waebrania sura ya 12 mstari wa 15. Waebrania sura ya 12 mstari wa 15. Angalia anaposema, mkiangalia sana mtu asipungukiwe na neema ya Mungu. Mkiangalia sana mtu asipungukiwe na neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Shina la uchungu lisije likachipuka, manake linaibuka kama mmea, alafu naibua kama mmea, manake linaathiri wengi. Kwa hiyo ibilisi anajua akitaka kuliharibu kanisa, akipandikiza mbegu ya uchungu kwa huyu atamshirikisha huyu atamshirikisha huyu atamshirikisha huyu atamshirikisha yule. Baada ya muda kanisa lizima linaingia kwenye uharibifu kwa sababu ya ule uchungu. Ndio maana nasema tuangalie sana. Mkiangalia sana mtu asipungukiwe na neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka. Unapoona maisha ya mtu yanatembea kwenye maisha ya uchungu, uwe na uhakika neema ya Mungu imepungua. Manake uwezesho wa kimungu umepungua. Uwezesho wa kimungu kipungua, utaanza kuona uhalisia. Ataanza kuzungumza, ataanza kusema lakini kwa kweli analalamika. Ataanza kuzungumza lakini kwa kweli ana maumivu ndani, ana vidonda ndani, ana msiba ndani. Sasa ili apate kuwashirikisha wengine, anakuja anamshirikisha huyu. Akishamshirikisha huyu naye anamshirikisha huyu naye anamshirikisha huyu. Baada ya muda kanisa zima linaingia kwenye hali ya unajisi.
Bwana Yesu asifiwe. Anakuja huyu anasema wanakula tu sadaka tunazotoa sadaka, wanakula. Huyu naye anamshirikisha huyu, wanakula tu sadaka. Huyu naye anamshirikisha huyu, wanakula sadaka. Huyu naye anamshirikisha huyu. Ile taarifa inaendelea, hamjui kwamba ndani imebeba uchungu. Na ile taarifa ikibeba uchungu ikaenda kwa watu wote, huwe na uhakika baada ya muda ni uharibifu kwa wale watu. Sasa uchungu siku zote una madhara. Tuko sawa? Ndio maana huwe makini. Huyu anayekuja shosti yako kukushirikisha na kushirikisha nini? Na watu wengine adui anawatumia, hawajui sehemu ya baba wa kiroho. Sikiliza, kuna baba wa kimwili na baba wa kiroho. Baba wa kimwili tutapata historia yako ulivyozaliwa. Baba wa kiroho atakusaidia kwenda kule unapotaka kwenda. Baba wa kimwili atakusaidia kutoka ulipozaliwa mpaka hapo. Baba wa kiroho anakupeleka mpaka kule unapotaka. Wote wana umuhimu, ndio maana lazima uchunge sana. Unazungumza nini? Mwe wawili, mwe gizani, mwe watatu, mnazungumza nini? Tuko sawa? Yaani nakwambia hapo amekutanika kuomba, mnajiharibu wenyewe. Amen. Mnajiharibu wenyewe kabisa. Tuko sawa? Ukishatoka hapa, tuombe sasa. Tuombe. Sisi tumezunguka lakini bado kuna robo saa. Tuombe. Wamekutanika kuomba lakini wanakutana ni kuzogoa na uongo na mbea. Watazungumza hili, watazungumza na yote ni negative, mambo mabaya ambayo yanaharibu moyo, yanachafua moyo, yanavuruga moyo. Moyo ukivurugika, maisha yamevurugika. Moyo ukivurugika, imani imevurugika, maana kwa moyo mtu huamini. Tuko sawa? Haleluya. Ndio maana chunga sana maisha ya uchungu, yanaua mwili. Na maisha ya mtu yaliyokuwa na uchungu, kama mmenisikia kwenye redio nikizungumza, wakati mwingine yanasababisha mpaka magonjwa ya mtu, maumivu ya kichwa yasiyokoma. Biblia imeeleza macho kutokuona, kuishiwa nguvu, vyote hivyo ni moyo uliojeruhika. Sasa unajeruhikaje? Umepokea taarifa. Kinkoro wetu wanasema eti unakojoa kitandani. Ukiangalia anaanza kufikiria, ni kweli kabisa mimi nakojoa kweli? Hivi kinkoro sasa hivi mtu akija akisema kwamba wewe ni mwanamke, kwa nini inakusumbua? Hainisumbui. Sasa adui anatembea na kachakula, amekaweka na sumu ya uchungu, anakuja kukupakulia. Shosti, unajua nikashangaa, amesumbuliwa na mapepo. Nani? Joni. Yaani jamani, wazee wa kanisa hawa, anajifanya anakuja kusema kwa lengo zuri, lakini ndani yake kuna roho ya uchungu inapandwa ndani ya mtu. Baada ya muda huyu anakuwa na mtazamo mbaya kwake, anakuwa na sura mbaya kwake, anakuwa hata hawezi kumtazama vizuri. Ndivyo wapendo wanavyoambukizana vitu vibaya hivyo. Tuko sawa? Kaa mbali na taarifa zinazoumiza moyo. Narudia tena, 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 kaa mbali na taarifa zinazoumiza moyo. Ukiona anakuja ni mbea, umeshagundua ni liongo, akifika tu chukua notes ulizofundisha Jumapili, leta na Biblia. Anza. Hivi baba alifundishaje? Unakata mdomo. Kwa sababu gani? Uchungu unaliharibu kanisa. Hizo ni mbinu za shetani anazotumia. Kwa hiyo mitego mitatu anayotumia shetani kufupisha maisha ya watu. Ya kwanza ni, ya pili, ya tatu